wasikilizaji wangu wa televisheni ya Sayare, na waalika ili tuenende pamoja nanyi katika kipindi ya imani. Hakika Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Kwa majina ni Bishop Simeon Kimursoi Rono, natoka Christian Outreach Restoration Ministries, na kwa hivyo tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Mungu unene pamoja nasi. Roho wako mtakatifu awe juu yetu. Kila roho chafu ambaye natangatanga hapa na pale, ninanyamasisha, ninasiarifu katika jina la Yesu Kristo. Chukua ushukani sasa unaponena pamoja nasi, kwa Kristo Yesu naomba na kuamini. Katika nafasi hii ambaye tunazungumza juu ya imani, neno la Mungu kutoka kwa Wakorintho mlango ni 13 mstari ya 5, na tueleza ya kwamba chicharipuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au amjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Neno asubuhi ya leo na kujia kila mwokovu. Haijalishi wewe ni mshirika, wewe ni mtumishi, lakini Bwana amekuja asubuhi ya leo kutueleza ya kwamba mjicharibuni wenyewe, muone ya kwamba katika ushanu wenu muko pamoja na Mungu, au neno la Mungu linatumu kwa wingi ndani ya moyoni mwenu, au roho ya Bwana yu pamoja nanyi. Na akasema ya kwamba yani onyesheni matendo yenu ya imani. Unajua ya kwamba kila mtumishi au mshirika anajulikana na ni ya upande kani wakati anazungumza. Wakati mwingine anapopiga story, unaona anasema sana yale ambaye nainua au nafanua ufalme wa shetani. Jua ya kwamba huyo amuamini Mungu. Hata kama achachichungusa, wacha msikilizaji wangu ni kueleza ya kwamba mpaka uokoke, mpaka upatilike, ili upate kunena yale ambaye nafanua ufalme wa Mwenyezi Mungu katika usemi wako, katika mipango yako, katika utekelezaji wako wewe mwenyewe. Neno nasema ya kwamba jithibitisheni wenyewe. Tunajithibitisha namna gani? Neno natueleza ya kwamba tunajithibitisha kwa kutenda, tunajithibitisha kwa kusema, tunajithibitisha kwa ajili ya mikakati yote yenye unaenenda, yani kulitekeleza katika maishani mwako wa kila siku. Au amjichui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Ni nani mwenye nasema Yesu ni Bwana ajui ya kwamba Yesu huyu ambao unasema Yesu ni Bwana ako na nafasi katika maishani mwako, katika moyoni mwako? Roho wake Mwenyezi Mungu ameshikamana pamoja na roho wako na kushuhudia na kuthibitisha ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Neno nasema ya kwamba labda pengine umejikataa wewe mwenyewe, na mtu ambaye amejikataa inaonekana kwa matendo yake yeye mwenyewe. Waebrania 11 mstari ya 6 akatueleza ya kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba uwapa thawabu wale wamtafutao. Haleluya. Biblia natueleza wazi ya kwamba
ili tumpendeze Mungu lazima tumwamini yeye. Ili tumpendeze Mungu, Biblia inatueleza ya kwamba lazima tuamini ndani ya mioyoni mwetu ya kwamba Mungu iko. Yesu Kristo ameketi katika kiti cha enzi akifanya maombezi juu yako na juu yangu, juu ya kila mshirika mwenye amekata kauli katika kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kuna wengi ambaye nasema ya kwamba mimi ni wa Mungu, lakini matendo yake haipendezi, hairidhishi. Na kwa hivyo asubuhi ya leo neno natukumbusha ya kwamba hatuwezi kupendeza huyu Mungu wetu bila kumwamini yeye ya kwamba yeye ako. Haleluya. Na anatueleza ya kwamba lazima ijulikane ya kwamba inatumu ndani ya moyoni mwako, inaonekana katika matendo yako ya kila wakati, inaonekana katika mazungumzo yako ya kila wakati, kwa sababu hakika mtu hujulikana kwa matendo, mtu hujulikana kwa kuzungumza, mtu hujulikana kwa lile ambaye inasukumwa ili atende katika maishani mwake. Warumi 10 mstari ya 17 nasema ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Hallelujah. Oh, this is a very wonderful word. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Mtu anasikia namna gani kama hakuna mhubiri? Mhubiri anaenda namna gani kama hajaitwa? Kama tumeitwa, Mungu anatutengenezea njia ili twende tupeleke neno lake kwa wale ambaye ni watu wenye Mungu ameweka kwenye nchi. Na katika kuweka neno natueleza ya kwamba basi sisi tunawafikia. Leo hii nimekuja kwenye sari ili niwafikie wale ambaye wako mbali na mimi, ya kwamba neno natueleza ya kwamba neno inakuja kwa kusikiliza neno la Bwana. Tumeanza kusema neno la Bwana ni panga ukatao kuwili. Tumesema ya kwamba lazima tuchiwachilie ili tupate kuelekea kwa Mwenyezi Mungu peke yake na yeye peke yake. Hapa natueleza ya kwamba na kusikia ucha kwa neno la Kristo. Neno la Mungu ni Kristo mwenyewe. Neno la Mungu ni mwana wake wa pekee ambaye alitolewa akasaliwa kama mtoto mtoko. Pile wewe na mimi tulisaliwa, na yeye alikuwa na umbo wa kiungu ndani yake. Alikuwa na mamlaka na uwezo itokaso kwa Mungu. Na kwa hivyo tunaamini ya kwamba yeye amefanya ukombozi, na mimi nimekombolewa, wewe umekombolewa, na kwa hivyo tumaanishe wokovu wetu. Ebrania 11 mstari ya 1 nasema ya kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiao, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Watu nasema ya kwamba tunatembea kwa kuona. Tunatembea hata kama tumesikia, lazima tuhakikishe kwenye macho yetu. Watu kama hao hawana imani ndani yao. Neno natueleza ya kwamba sisi tunaamini kuna makao mbinguni. Wewe ambao unatembea kwa kuona, wewe huwezi kujua ya kwamba ufalme wa Mungu imekaaje. Na kwa hivyo leo hii ninakukumbusha wewe tii sauti ya Bwana na kupokea sauti ya Bwana, ili hakika upate kutakaswa na kusafishwa na kuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Katika Wakalatia 2 mstari ya 20 anatueleza ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Haleluya. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani
ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Mambo makubwa ambayo tunastahili kuamini. Neno natueleza mchana wa leo ya kwamba nimesulubishwa pamoja na Kristo. Uhai yangu tena si mimi ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Katika ubatizo nilishika mwili wangu yenye alikuwa na asili ya Adamu ya kwanza, na nilipofufuliwa nikachukua asili ya Adamu ya pili ambaye ni Yesu Kristo, ambaye neno natueleza ya kwamba tulisulubishwa pamoja naye. Na katika kusulubishwa pamoja naye, leo hii niko na uhai. Na uhai yangu haitokani na mimi au na wazazi wangu au na watu ambaye tunashirikiana pamoja kwa njia moja au lingine, lakini neno natueleza ya kwamba tuko hai kwa Kristo Yesu. Bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nayo sasa katika mwili ninao katika imani. Hii mwili wangu ninajua ya kwamba imepitia mambo mengi. Kabla ya mimi kuokoka nilikuwa nikitenda mambo ambayo haipendezi Mungu, lakini sasa ninatembea kwa imani, na kwa hivyo ninaenenda sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wakolosai 2 mstari ya 6 kasema ya kwamba basi kama mlivyo mpokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Haleluya. Msikilizaji wangu, Biblia inatueleza ya kwamba kama umepokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maishani mwako, neno natueleza ya kwamba na uenende katika upya ya umbo lako, ukijua ya kwamba hakika Mungu ni Mwokozi, Mungu ni mwenye baraka, Mungu anaenenda pamoja naye. Iweje yote ambayo unatenda pamoja na Kristo Yesu. Na kwa hivyo mbarikiwe sana, waacha mapenzi ya Mungu yawe pamoja nawe, kwa sababu hakika anatuwezesha ili tuyatende matendo makubwa. Na kwa hivyo tuamini, mahali ulipo amini Mungu huyu ambaye tunaishia anatuwezesha ili atukomboe, atutakase, atufonye na matara mengi ambaye mwovu shetani ameweka ndani ya mioni mwetu, ameweka ndani ya mwili wetu. Anataka kusababisha roho zetu ili apate kushirikishwa tuenende katika ujinga na upotovu ya dunia. Lakini wewe msikilizaji ambaye umepokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maishani mwako, amini ya kwamba amekuweka huru, na amekuweka huru kweli kweli. Leo hii chochote utakacho, ni Biblia inatueleza ya kwamba ombeni mtakalo, kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu na mnatembea kwa imani, kwa sababu hakika mlikuwa mmekufa na asili yenu mmekuwa hai kwa Kristo Yesu. Na kwa hivyo tunapokuwa hai, mwovu shetani ya kuleta magonjwa, mwovu shetani ya kuleta maskini, mwovu shetani ambaye analeta matengano kwa nchi, ameshindwa na ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo msikilizaji wangu, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwenye uko na ufungufu ya fedha, pokea fedha katika jina la Yesu Kristo. Mwenye umekosa imani kwa sababu ya mipango ya mwovu shetani, ni shetani ameshindwa, na kwa hivyo pokeeni imani yenu, amani yenu kwa Kristo Yesu. Oh, haleluya. Ninakuomba nikiamini ya kwamba hakika Mungu amekushughulikia, na baada ya hii ninaamini ya kwamba utakuwa na ushuhuda ya kwamba Bwana amenitendea, na ninaomba nikiamini kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen.